Karibu sana popote ulipo majira haya ya asubuhi. Mungu Baba amenilinda pia amenitunza, nami pia amenisaidia kuyaona tena na kufikia hatima ya kuona siku hii njema ya kubaraka sana. Nataka tumuone mtu kwa jina Petero katika maandiko leo. Katika Biblia Petro aliitwa jina lingine Kefa au Simioni. Ni mmoja wa wanafunzi wa kwanza wa Yesu Kristo na mtume mkuu. Ni mvuvi huyo aliyekuwa mvuvi wa Betsaida, aliongoza kanisa la kwanza akihubiri Injili. Aliandika pia nyaraka mbili za Agano Jipya, waraka wa kwanza wa Petero na waraka wa pili wa Petero. Ni mambo mazuri sana tunayojifunza kwake mtu huyu. Mambo muhimu kumuhusu aliyokuwa anayafanya sana. Alikuwa mtu mwaminifu, mpenda amani tena sana. Alikuwa mtu anayesikiza, anayeambiwa. Licha ya hayo, alikuwa na upendo mkuu sana kwa Kristo. Alimkana Yesu Kristo mara 3. Unapoangalia katika wajibu wa Kristo, alimkana mara 3 wakati wa mateso yake, lakini baada ya hayo yote kudhibitisha kama kiongozi, alirejesha uhusiano wake na Kristo tena kwa dhamira kubwa sana na kumwona Kristo kuwa mtu bora tena kupendeza. Maana jina lake ni Kefa ama Petro. Unapoliangalia jina lake, Yesu alimuita jina lake Kefa au akamuita Petero, ambalo linamaanisha mwamba. Hilo ndilo maana ya jina lake Petero. Jina lake linamaanisha mwamba, akisimama msingi dhabiti na kudhihirisha mambo makubwa kwa ajili ya neno lake Jehova. Matendo makuu. Ndiye aliyehubiri kwa nguvu siku zile za Kipentekoste ama siku ya Pentekoste. Naposoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume, na ndiye aliyefungua malango ya Injili kwa watu wa mataifa. Pia alihubiri Injili na ikafikia watu wa mataifa. Unaweza kusoma kwa kusudi lingine ndani yake na kufahamu katika mambo makubwa aliyofanya Petero, mtume ambaye Bwana alimtumia katika njia yake ya kipekee kama mvuvi. Alisema nitakufanya kwa mvuvi wa watu. Je, unapenda kujifunza nini zaidi kumuhusu Petero? Hilo ndilo swali nililonalo kwa ajili ya siku ya leo. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, je, miujiza aliyefanya Petero unaifahamu? Na Mungu alimsaidia vipi kufanya miujiza hiyo? Je, ujumbe ulio nao katika nyaraka zake mbili unazifahamu? Umaisoma ujumbe unaopatikana katika nyaraka za Petro na umaisoma jinsi alivyomaliza maisha yake hapa duniani? Je, unafahamu mambo haya? Tutaendelea kufuatana naye katika misururo mingi ya kuwafahamu wengi katika maandiko, maana niko hapa gangari ndani ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, na niko hapa kuhakikisha unayafuata, unayajua na kutambua yale yaliyomo ndani ya kila andiko katika maandiko, maana niko hapa kwa ajili yako. Nasema hivi, Petero alitembea kwa maji. Sijui unajua hilo? Petero alikuwa na nguvu hata za ufufuo, maana kuna watu alipoenda katika uwafu akawapata wamekufa, aliwarejesha katika nguvu za Mungu wakawa hai. Je, unajua kivuli cha Petero kilikuwa na nguvu? Alitembea tu na wagonjwa walilazwa barabarani, na alipotembea wagonjwa walipona. Kwa kivuli chake Petro, wagonjwa walikuwa wanapata uponyaji, wanasimama na kurejea nyumbani wakiwa wazima, walikuja wakiwa mahututi wasioweza lolote. Je, unafahamu kitambaa kilitoka nyumbani? Yaani kitambaa kama hiki kilitoka nyumbani, kitambaa kilichokuwa cha mgonjwa. Unapoangalia nina vitu vingi hapa ndani ninavyoviangalia 1, 2, 3. Unapoangalia kitambaa kama hiki kilitoka nyumbani na kikafika kwa Petro, na alipokiguza kikirejea kwa mgonjwa alikiguza kitambaa kile na anapokea uponyaji wa jina la Mungu wa Israeli. Bali na hayo, kwa vitambaa wagonjwa walipona. Unajua kwamba Petro hata gereza alingefunga, wangeweka minyororo, wangeweka makafuli, wangeweka walinzi, lakini Petro anachomoka gerezani kwa njia nyepesi na kuondoka, na mambo yanakuwa mepesi na anaenda endako kwa njia bora tena nzuri ya kupendeza sana. Mtume huyu ndiye mtume aliyehubiri Injili kwa watu wa mataifa, watu ambao hawakumjua Mungu. Alipeleka Injili kuwafikia. Tuko hapa gangari pamoja na wewe, na nitahakikisha ya kwamba unapata kila chochote unachokitaka kupitia redio hii, maana Mungu ni mwema pia ni mwaminifu. Matthew Ndeva ndio jina langu. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Google tu
Radio Fortune Africa unatupata katika mitandao, maana pale pana app kadhaa. Unapo Google tu Radio Fortune Africa unapatana na app kadhaa zina link yanazo ndani ya idhaa. Mambo mazuri sana. Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa tuko ndani ya idhaa Radio Fortune Africa saa 4 mpaka saa 7 tukilete kipindi kizuri kabisa, Mwanga wa Baraka, na mambo mazuri ya kupendeza sana. Pia mbali na hayo, unaweza simama kituo hii kifedha, maana tunatamani kuvuka na kufika FM. Tunatamani pia kufika FM kuwafikia mamilioni ya watu. Na ndio tunasema hivi, unaweza simama kituo hiki kifedha. Unaweza tuma mchango wako. Maombi yako yanapotufikia, pia tunatamani kuwa na transmitter, mtambo wa nguvu na uweze kupeperusha matangazo yetu na kufika kwa mbali na kwa njia nzuri sana. Baba Mungu anapopanua wigo letu kuwafikia mamilioni ya watu, naona vizuri pia kwa maono na ndoto tulionayo tukushirikishe ndani ili tufaulu kwa pamoja. Baby namba yetu ni 625 na account namba yetu ni 01 2450 85 21 7800. Wapenzi wa team number 45 61 468. Deva Mathew ndio jina langu. Kipindi babu kubwa, Mwamba wa Baraka, Mwanga wa Baraka. Kipindi kizuri sana ambacho kinakuweza kutia moyo katika safari. Asante, tumemwona Petero na tutaendeleza habari zake. Bwana akitukirimia baraka. Asante na karibu.